الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Leo tunasoma aya nambari 255 kwenye sura yetu hii ya pili. Mnasaba wake na aya tulizomalizia, lamma dhakara ta'ala tafdila ba'd al-anbiya'i ala ba'd, baada ya Allah kututajia tofauti ya fadhila au utukufu kwa baadhi ya mitume juu ya wengine. Wabayana anna alkhalaiqa qad ikhtalafu min ba'dihim, na Allah akatubainishia kwamba ametuma mitume wengi, lakini kila anapoondoka mtume watu wanaokuja baada ya huyo mtume wanahitilafiana. Hiyo ndo sunnatul kauni tangu huko zamani mpaka sasa. Analetwa kiongozi, anakuja kusimamia haki, akawatoa watu kwenye viza, akawapeleka kwenye nuru, akawaacha kwenye njia iliyonyooka. Akiondoka tu watu wanakoroga tena, mambo hayaeleweki, dini inapotea, watu wanaishi kienyeji kama wanavyotaka wenyewe. Kwa hiyo baada ya kuondoka mtume, wanaokuja baada ya hapo wanarudi tena kwenye makosa yao, wanahitilafiana, wanagombana, wanapigana kwa sababu ya dini. Dini imeachwa safi, lakini wanaokuja kurithi hiyo dini wao ndo wanaiharibu. Kwa hiyo ametujulisha Allah, kad ikhtalafu min ba'dihim, watu wanakhtilafiana baada ya kuondokewa na mtume aliyetumwa kwao. Watanazau, na wanazozana, watakatalu, na wanapigana mpaka vita, bisababi dini, kwa sababu ya dini. Kwenye dunia yao wanasema watu wa dini wanatuzingua, washenzi hawa. Kwa hiyo watu wa dini wanaandamwa, wanavuruga dunia ya watu. Dhakara hapa, baada ya kutujulisha hayo, anataja Allah anna hadha tafdila baina al-anbiya'i, huu utukuzwaji wa baadhi ya mitume juu ya wengine, la yastad'i siraa baina al-atba'i, kwa sababu mitume wana hadhi tofauti. Tofauti yao hawa mitume sio kisukumo cha kupelekea mzozo baina ya wafuasi wa hao mitume, kwamba wafuasi wa mitume wagawike, waseme wetu sisi bora kuliko wenu. Mitume wote wametumwa na Bwana mmoja, ujumbe wao mmoja. Wao wenyewe mitume hawakutofautiana, kila mmoja anathamini juhudi ya mwenziwe.
Wafuasi kwa nini wagombane, watofautiane? Utukufu wa baadhi ya mitume juu ya wengine sio chanzo na kichocheo cha mizozo ya wafuasi wa hao mitume, wala alkhisami wanizai, wala sio sababu kwamba wao wafuasi wahasimiane na wagombane. Hakuna mwanya wa kuwapelekea wafike huko, isipokuwa ni nafsi zao mbaya. Farrusulu salawatullahi alaihim, hawa mitume wote aliyowatuma Allah, sala na salam za Allah ziwe juu yao. Wa in kanu mutafawitina fil fadli, ijapokuwa hawa mitume walitofautiana ubora na utukufu wao, illa annahum jami'an ja'u bida'watin wahidatin, isipokuwa wote pamoja na tofauti ya ubora wao, wote wamekuja kulingania mlinganio mmoja, walikuja kupeleka ujumbe mmoja. Hiya, ujumbe waliokuja nao da'watu tauhidi, wamewalingania viumbe wakae kwenye nafasi yao kama viumbe, wamwabudu muumba peke yake. Mitume wote wamekuja kulingania tauhidi, tauhidi lahi, wote wamekuja na ujumbe huo. Farisalatuhum, kwa hiyo ujumbe waliokuja nao mitume, wahidatun, ni ujumbe mmoja. Mitume wote wamehubiria watu wao, ani'budullaha wajtanibu taghuta, munapaswa muabudu Allah peke yake, acheni vitu vya kupangwa na viumbe, fateni alivyoleta muumba. Mitume wote wamekuja na ujumbe huo. Farisalatuhum wahidatun, ujumbe wao mitume wote ni mmoja. Wa dinuhum wahidun, na dini yao ni moja tu, wote ni Waislamu, wamejisalimisha kukubali ujumbe uliotoka kwa Mola wao. Wa annahu, na huyo Allah aliyeleta hawa mitume akawapa na ujumbe wake, ameagiza la ikraha fi dini, nyinyi mlopewa dhamana ya uongozi wa kuwaita watu kwenye nuru ya tauhidi, hamjaruhusiwa kuwalazimisha watu kwa nguvu kuingia kwenye dini. Yani usitumie silaha, usitumie cheo chako ukamlazimisha mtu kwa nguvu, akitaka asitake lazima akae hapa. La ikraha fi dini, hairuhusiwi kumtenza mtu nguvu ukamuingiza kwenye dini kwa lazima, akitaka asitake. Hicho kitu hakuna na hajafanya mtume yoyote. Faqad sata nur alhaqi, nuru ya haki mbona iko wazi, kila mwenye macho yake anaiona, anajua huu ndo ukweli na huu uongo. Lakini kwa mazingira yangu mimi ninathamini huu uongo, kwa sasa ndo unanifaa, akachukua kwa hiari yake na anajua anachochagua. Nuru ya haki iko wazi. Wa ashraqa dhiyauhu, na mwanga wake mbona unaangaza kila mahala. Kwa hiyo usimlazimishe mtu, jenga hoja, ongea kwa dalili, mwenye kufahamu anakufahamu. Kukubali na kutokukubali, hili liko kwenye maamuzi yake mwenyewe, usimlazimishe. Hakuna mtume hata mmoja aliyekuja kuwalazimisha watu kuingia kwenye dini kwa nguvu. Yeye anafikisha ujumbe, watu wanatumia akili zao na wanaamua kuukubali ujumbe huo au kutokuukubali kwa sababu ya matashi yao wenyewe binafsi. Kwa hiyo aya ya 255, na kabla hatujaisoma tunapaswa kuna vitu vya awali tuvifahamu. Hii ni aya kubwa katika aya za Qur'ani, yani ndo aya tukufu kuliko zote, imesifiwa sana katika nususi mbalimbali za hadithi. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, Allah ndiye ambaye hapa ulimwenguni hakuna anayestahiki kuabudiwa na viumbe ila yeye peke yake. Alhayyu alqayyum, yeye ndo aliye hai na ndiye msimamizi wa vitu vyote ulimwenguni, mbinguni na ardhini.
uhai wake hauna mwanzo tukasema alianzaanzaje, na hauna mwisho tukasema atamalizikia madaraka yake au uongozi wake au kazi zake mwaka fulani. Yeye ndo mwenye uhai wa milele, na ukijituma kutafiti historia yake kabla hajaumba alikuwaje, uko unaenda kwenye kufuru na ushirikina. Wewe tambua hivyo tu, Allahu la ilaha illa huwa, Allah hakuna mola anayestahiki viumbe wamwabudie ila yeye peke yake. Hastahiki mwingine yoyote ibada hapa ulimwenguni. Ibada anaabudiwa muumba, sio kiumbe. Alhayyu, muumba huyu yuko hai milele. Alqayyum, ndiye anayesimamia ulimwengu mbinguni na ardhini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, hashikwi na usingizi wala halali. Sinatun ni ile hali inayomkumba mtu anayetaka kulala. Pale ambapo usingizi ndo unakuja, kile ndo kinaitwa sina, kusinzia, ishara za kwamba huyu mtu anataka kulala. Allah hasinzii hata kidogo, wala hapati usingizi wa muda akasema labda robo saa hii alikuwa kalala au masaa mawili haya alikuwa akapumzika. Yeye halali, yuko active saa zote. Hiyo ndo sifa zake. Lahu ma fi samawati wa ma fil ardi, yeye ndo mmiliki, ni vyake vilivyoko mbinguni vyote na vilivyopo ardhini vyote. Ni vyake kwa kuviumba, hakuvikuta kwamba vipo akateka nyara au kanunua au kaazima au kamkuta navyo mwingine akampindua. Kila mtakachokijua na hata msichokijua kakiumba yeye huyo Allah, yeye mwenyewe peke yake. Lahu, ni vyake, ma fi samawati, vilivyoko mbinguni vyote, wa ma fil ardi, na vilivyopo ardhini vyote, ni vyake. Khalqan wa mulka wa milka, ni vyake kwamba ndo aliyeviumba, ndiye anayevimiliki na ndiye anayevitawalia. Allah mmoja tu. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhnihi, ni nani anayeweza kwenda kuombea mbele ya Allah bila ya idhini ya Allah? Yani mtu afanye mambo yake, awaabudu viumbe, afanye mambo kwa maagizo ya viumbe, aache maagizo ya muumba. Anategemea siku ya kukutana na muumba ataombewa na nani? Nani ana mamlaka ya kwenda kumuombea mwingine mbele ya Allah bila ya idhini ya Allah? Muumini anatakiwa alijue hilo jambo. Mpende unayempenda, mtumikie unayemtumikia, lakini siku ya kuja kusomewa mashtaka yako ni yako mwenyewe. Hata huyo uliyemtumikia atakukataa, aseme wewe mwenyewe toka hapo tu ulikuwa hiyo dini huna, usinisingizie mimi. Anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum, kwani sendo tulokuzuieni na uongofu ulipokujieni. Watakataa wakubwa. Kwa hiyo wewe fanya, abudu, tumika. Siku ya kuja kutiwa hatiani, kesi ni yako mwenyewe. Man dha alladhi yashfa'u indahu, nani atakaye kwenda kumuombea mtu mbele ya Allah illa biidhnihi, bila ya idhini yake Allah mwenyewe. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah ndiye anayeyajua mambo ya viumbe wake yaliyopo mbele yao na ambayo hawayajui yako baada ya hapo. Wewe uko hapa leo, unaishi, ushafanya ulioyafanya, lakini muda wa kuishi bado unao. Allah anajua kila ambacho utafanya baadaye ambacho hakijaja bado, na anajua Allah matokeo ya kila mmoja wetu hapa tulipo tu hai, huyu wa motoni, huyu wa peponi. Hakuna ambacho kajingikiwa nacho hakielewi. Allah anajua kila kitu. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, na hawa watu ambao wamefadhilishwa, wametukuzwa, wameitwa makhalifa, hawawezi kukizengea kitu kwa elimu yake. Wakawa wana elimu juu ya kitu fulani, wanakifahamu vizuri. Hicho kiwango cha elimu, maarifa wanayokuwa nayo watu kwenye jambo, bali ni kwa sababu ya idhini ya Allah. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, watu hawawezi kuizunguka elimu ya kitu au ya jambo
illa bima shaa, isipokuwa kwa kiasi anachotaka Allah kuwaelimisha, ndo wanaelewa, wanaelimika. Kuna mambo tata yanatatiza ulimwengu, watu wanajituma sana kufanya research, lakini hawawezi kupata ila anachotaka Allah kuwapa, ndo watakipata. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda. Hapa nimekosolewa nikaambiwa ninapotosha. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, nimeambiwa niseme kursiyu ni kiti, kwa hiyo chukueni hiyo. Wasi'a kursiyuhu, kiti chake Allah kimeenea, as-samawati wal arda, maeneo yote ya mbinguni na ardhini. Wala yauduhu hifdhuhuma, na hakumchoshi Allah kuyamanage, kuyahifadhi, kuyatunza, kuyasimamia na kuyaendeleza mambo yaliyoko mbinguni na ardhini. Hachoki kuyasimamia maeneo hayo anayoyamiliki. Msije mkaona eneo ni kubwa, kazi itakuwa ngumu, kuna siku nyingine anachoka, kama walivyomsifia watu wa kitabu, Mayahudi na Manasara. Wakasema Allah aliumba mbingu na nchi kwa muda wa siku 6, siku ya 7 ya wiki akawa kachoka sana, kapumzika. Kwa hiyo wao ndo wanamchombeza siku hiyo kwa ibada zao na nyimbo tamtamu, kaburudika, kapumzika. Allah akasema walaqad khalaqna samawati wal arda, kwa hakika ni kweli tumeumba mbingu na ardhi. Wama bainahuma, na vinginevyo vilivyopo baina ya mbingu na ardhi, vyote tumeumba fi 6 ayamin, ni kweli tumeumba kwa muda wa siku 6. Lakini wama masana min lughubin, hatujapatwa na machofu ya aina yoyote. Maana kuumba kwa Allah hachukui nyenzo akabeba akapeleka akajituma. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, anapotaka kufanya jambo ni kiasi kama kutoa agizo tu, kuwa kitu fulani na kinakuwa. Kwa hiyo kakubali kaumba kwa muda wa siku 6, lakini kakataa, hakuchoka, hajapatwa na machofu yoyote. Lughub ni machofu baada ya kujituma sana. Wala yauduhu hifdhuhuma, hakumchoshi Allah kuyaendesha mambo ya mbinguni na ardhini, na yakaenda kwa ufanisi bila ya makosa. Tangu imeanza dunia hamjasikia juu kutokea ajali, sayari na sayari zimegongana, na Allah anasema wa kullun fi falakin yasbahun, vitu vyote vilivyoko kwenye space viko kwenye motion, hakuna kilichotulia, vinatembea tena kwa spidi ya ajabu, lakini hakuna ajali. Hachoki kuyasimamia aliyoyatengeneza mbinguni na ardhini. Wa huwa al-aliyul azim, na Allah ni mkubwa na ni mtukufu. Al-aliyu, yeye ndo ala katika wenye vyeo, yeye ndo mwenye cheo zaidi kuliko wenye vyeo wote. Al-azim, alafu yeye ndo mwenye adhama, ni mtukufu kuliko watukufu wote. Nimesema kuna mambo ya utangulizi ni muhimu tukayajua kwa maarifa ya elimu zetu za kisakula na uzoefu tulionao kama binadamu kwenye dunia yetu. Tukiyafahamu hayo angalau kwa ufupi, kwa muhtasari, ndo tutafahamu hii aya inakusudia nini. Katika sura ya 6, Suratul Anbiya, Suratu Al-An'am, sura ya 6, aya zake 3 za mwanzo, Allah anasema alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sifa njema zote anastahiki asifiwe Allah, ambaye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, na ndiye aliyejalia viza na nuru. Halafu wanaopinga uwepo wa Allah na wakakataa kumwabudu wanakengeuka kwenye haki. Haki imearidhiwa kwao ya kwamba wanapaswa wamtambue muumba na wamwabudie, wao wanakataa hilo jambo. Makafiri wanakataa haki.
huwa alladhi khalaqakum min tinin, nyinyi binadamu ambao ndo mmemiliki dunia, ndo makhalifa hapa duniani, kila kitu wanadamu wamemiliki. Allah anawatambulisha huwa alladhi khalaqakum min tinin, huyo Allah aliyemiliki mbingu na ardhi ndo aliyekuumbeni nyinyi, tena kutokana na udongo. Sababu ya maumbile ya kila mmoja wetu ni udongo, asili yetu udongo. Huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye khalaqakum min tinin, amekuumbeni kutokana na udongo. Thumma antum tamtarun, halafu yote mnayotangaziwa yatakayojiri baadaye nyinyi mna mashaka nayo. Kila mnachoambiwa hamuamini. Sasa sijui kama kweli, sijui kama hii itakuwa. Yaani nyinyi mmejiona mna akili zaidi kuliko aliyewavumbua na akawaleta hapa nyinyi. Thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fi samawati wal ardi, yeye ndiye Allah anatambulika mbinguni kote na ndiye anayetambulika ardhini kote. Hata kama nyinyi binadamu mtamkataa, viumbe vingine vyote vinamtambua muumba wao, vinatii. Wanaojitia hamnazo ni thaqalaini tu, binadamu na majini, lakini viumbe vingine vyote vinamtii muumba wao. Huwa Allahu fi samawati wa fil ardi, yeye ndiye Allah anatambulika mbinguni na Allah anatambulika ardhini, na viumbe vya mbinguni na viumbe vya ardhini. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Allah anajua siri zenu na anajua mnayoyafanya dhahiri. Wa ya'lamu ma taksibun, na Allah anajua, ana rekodi kamili ya kila mnachokichuma hapa duniani. Maneno mnayosema rekodi yake ipo, mpaka ukifa inajulikana umetamka maneno mangapi, mangapi mazuri, mangapi mabaya. Hatua unazotembea zinahesabiwa, mpaka siku unakufa inajulikana kwa miguu yako miwili ulitembea hatua ngapi. Pumzi unazovuta, inhale na exhale, mpaka siku unakufa mahesabu yamekaa sawa, umepumua mara ngapi. Yani Allah anajua kila kitu, na kila kitu kiko kwenye rekodi. Wewe jitie hamnazo, kataa, lakini ukweli utabaki hivyo hivyo. Sasa kwa elimu yetu, juhudi zetu za kibinadamu, wale wenye elimu ya kidunia katika binadamu wenzetu wanaojituma kufanya research, wanatuambia katika elimu ya astronomy au hata ya jiografia tunayosoma shuleni, kwamba sisi binadamu tumewekwa mahala penye uhai au penye maisha ni kwenye hichi kitufe kimoja tu, kinaitwa ardhi. Waarabu wanaita ardhi, na sisi Waswahili tunaita ardhi. Wazungu ndo wanaita earth. Ardhi ni moja kati ya sayari 9 zinazolizunguka jua. Jua letu hili ambalo tunaliona sisi kwa mtazamo wetu linachomoza kutoka mashariki ya ardhi yetu na linatua upande wa magharibi. Jua hili linanasibiana na sayari 9. Kwa elimu yetu ya shule zimepewa majina na wataalamu. Ya kwanza wanaita Mercury, kutoka kwenye jua kuna duara la kwanza, orbit, ambayo linapitwa na sayari hiyo ndogo ya kwanza, inaitwa Mercury. Ni maili nyingi sana kutoka kwenye jua mpaka ukafika ilipo hiyo Mercury. Lakini kuna maili nyingine kutoka ilipo hiyo mpaka kuna sayari nyingine inapita kwenye orbit ya pili, inaitwa Venus. Ukiacha Venus, kuna orbit nyingine inapitwa na sayari ya 3 ambayo ndo inaitwa Earth. Ndo hii tulionayo sisi, ardhi. Sasa hapa kwenye hii ardhi ambayo kwa hisabu zao watu wa sayansi
Astronomers wanatuambia masafa ilipo ardhi kutoka lilipojua ni kiasi cha maili 93 milioni. Maili hizi, maili tunazopima za kama za barabarani, ni maili 93 milioni kutoka lilipojua mpaka ilipo ardhi yetu. Hapa Allah ndo alipotengeneza maisha. Ardhi ndo miti inamea, wanyama wanazaliana, binadamu tunaishi hapa. Hapa ndo palipowekwa uhai kwenye ardhi hii. Kwa hisabu za kiastronomy inajulikana ukubwa wake, uzito wake, inajulikana pia mviringo wake, yani radius ni kiasi gani kutoka katikati ya ardhi mpaka mwisho wake, kwa hisabu za makadirio ya elimu ya sakula. Lakini ukiacha ardhi, kuna sayari nyingine nje ya jua inaitwa Mars. Ukitoka Mars, kuna sayari nyingine inaitwa Jupiter. Hii ndo kubwa kuliko zote katika sayari zinazozunguka jua, wanaita the giant Jupiter. Ardhi ina mwezi mmoja huu unaoandama, tukahesabia tarehe. Jupiter ina miezi 12 inaizunguka hiyo Jupiter yenyewe. Ni kubwa kweli kweli hilo jisayari. Lakini hata huko hakukuwekwa maisha kama yaliyoko hapa. Maisha yako hapa hapa tu kwenye ardhi. Ukiacha Jupiter, kuna Saturn, kuna Uranus, kuna Neptune na kuna mwisho Pluto. Sayari hizi 9 zinazofanya duara kulizunguka jua letu hili, kwa lugha moja inaitwa solar system. Solar ndo hilo jua. System ni mfumo wa hivi vitu vinavyowinana na hili jua moja. Sasa kama kutoka kwenye ardhi mpaka kwenye jua ni maili 93 milioni, hebu jiulize, kafanye wewe mwenyewe huko ukaguzi wa kimahesabu, kutoka kwenye jua mpaka kwenye sayari ya mwisho kwa jua hili ya Pluto ni maili milioni ngapi? Hiyo na kuachia wewe homework. Hii solar system ni moja, lakini kwa taaluma hii ya astronomy wanasema hapa kwenye faudha, kwenye anga, kwenye space, hizi solar systems ziko nyingi. Kuna vitu huko angani kama jua na kuna sayari nyingine zinazizunguka. Kwa hiyo kwenye anga hili moja kutakuwa kuna solar systems nyingi kwa mamilioni nazo vile vile, kama au malaki au mamilioni. Hizi nazo ziko kwenye mfumo. Kuna sayari zinazozunguka jua lake, kitu kama jua, zote zinatembea anga hii. Hizi kikocha cha hizi solar systems, mamia ya solar systems kwenye eneo fulani kwenye anga, ndo huwa zinaitwa galaxy. Galaxy. Kuna msemo mmoja wanasema watu wa astronomy, wanasema sisi kwenye solar system yetu hii, watu tunaoishi juu ya ardhi, we make a complete circle around our galaxy after every 100 million years. Hii galaxy nayo inazunguka kwenye space huko. Mzunguko wake unakamilisha duara lake kila baada ya miaka milioni 100. Yaani kama ardhi inalizunguka jua kwa siku 360 kwa mujibu wa luna kalenda, ndo tunapata mwaka mmoja, siku 360. Ardhi inazunguka duara lake kamili kulizunguka jua kwa siku 360, ndo mwaka. Sasa hii solar system nayo inazunguka kwenye galaksi yake, duara lake linakamilika baada ya hiyo miaka milioni 100. Sasa hii galaksi nayo ni moja ambayo kuna solar system nyingi zimekaa kwenye sehemu fulani ya anga, na hizi galaxies ziko in millions kwenye space hapa. Sasa ukisoma Qur'ani, kwa mfano kwenye suratu Safati, sura ya 37,
kuanzia aya yake ya mwanzo. Kuna aya pale Allah amesema walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bizinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum adhabun wasib illa man khatifa al-khatfa fa atba'ahu shihabun thaqib. Tumeipamba mbingu ya kwanza kutoka mlipo nyinyi hapo ardhini kwa pambo la manyota au mataa. Kila tunachokiona kwa macho yetu matupu, naked eyes, juu angani, kiko chini ya mbingu ya kwanza, kwa sababu mbingu Allah amezisifia sab'an shidada, ni mbingu 7 imara madhubuti. Kwenye kitu opaque jicho lako tupu haliwezi kuona. Kwa hiyo kwenye space hii unaona nyota nyingine ndogo ndogo kwa mbali. Hizo nyota zote ndo haya mambo ambayo yako chini ya mbingu ya kwanza. Kwenye Suratun Najmi inasema, kuna aya inasifia nyota, inasema wa huwa rabbu shi'ra. Shi'ra ni nyota miongoni mwa nyota zilizoko juu. Inaonekana kwa macho matupu kwa watu ambao ni sky watchers, wale mabingwa wataalamu wenye hobi ya kuangalia formation ya vitu vilivyoko angani. Wanajua ile ni Zuhura, ile inaitwa hivi, ile inaitwa hivi. Nyota zina majina. Hata wasafiri wa angani na majangwani wanajua directions kwa kutumia ule muundo, mpangilio wa nyota tu zinawaongoza. Kwa hiyo sea navigation, air navigation, watu wanasafiri usiku wakati mwingine wakiza, nyota zinawasaidia. Hasa wakati huo wa dark ages. Sasa hivi wakati wa teknolojia, tena kuna instruments zinatengenezwa kusaidia watu kwenye mambo yao ya usafiri. Lakini wakati huo wa zamani, nyota zilikuwa zinawasaidia kuwaongoza kwenye safari zao za barani, za baharini. Na wakati huo hakukuwa na vyombo vya angani, lakini barani, baharini walikuwa wanatumia nyota. Kwa hiyo kusifiwa kwamba walaqad zayyana samaa dunya bizinatin alkawakib, hii mbingu iliyo karibu nanyi ya kwanza kutoka hapo ardhini tumeipamba kwa pambo la nyota. Tukiangalia juu, kila tunachokiona hicho kiko chini ya mbingu ya kwanza. Wakati hiyo shihra wanasema ni kubwa mara 80 kuliko jua, ni kubwa mno. Lakini kwa umbali wake hapa ndo inaonekana ndogo, lakini ni nyota inayong'ara sana ukiilinganisha na nyota nyingine. Masafa, kwa makadirio ya mahesabu, masafa iliko shihra mpaka hapa ardhini ni mwendo wa miaka 80 kwa spidi ya umeme. Spidi unayosafiri umeme, electric current. Kwa spidi kama ile unaweza ukatumia miaka 80 usafiri spidi kama ya umeme ndo ufike iliko shihra. Si masafa madogo, lakini bado iko chini ya mbingu ya kwanza. Sasa kuna vingine kwa macho matupu hatuvioni, lakini bado viko hapa hapa kwenye chini ya mbingu ya kwanza. Eneo ninakusudia kusema ni kubwa. Eneo analomiliki Allah ni kubwa mno, na anasema hakumchoshi kuyaendesha maeneo hayo na kuyasimamia. Sijui kama mnanifahamu. Ukitoka hapa kwenye kiardhi chetu hichi, kabla hujafika mbinguni, hapo angani Allah ameweka vitu vingi na eneo ni pana mno, lakini yeye mwenyewe ndo ana manage hilo eneo. Na nyinyi amekuwekeni hapa kwenye kieneo kidogo ardhini kwa sasa. Kwa hiyo ukisikia kwamba kuna siku ya kiyama mtu analipwa pepo yake ni kama upana wa mbingu hii na ardhi, Allah ana eneo la kutosha, anampa kila mtu eneo kama hilo na halijaisha. Mwambie hapa pako bwana, kaa. Nimetoa kwa muhtasari kwamba eneo la Allah la hii dunia yetu ni kubwa mno na pana sana. Sasa hii
tunavyoviona kwa macho yetu matupu au hata tukitumia darubini viko chini ya mbingu ya kwanza. Sasa hizo mbingu nazo tunaambiwa ziko 7. Ukishaifika hiyo mbingu ya kwanza, hatujui kutoka huku chini ya hiyo mbingu mpaka ukafika juu yake ni maili milioni ngapi. Maana ni eneo kubwa mpaka uimalize mbingu ya kwanza. Halafu baada ya hiyo mbingu ya kwanza kuna open space tena kama hivi, masafa marefu, millions of miles, kama si billions. Unaikuta mbingu ya pili, nayo hatujui unene wake kutoka chini mpaka juu kabisa, hatujui ni maili milioni ngapi. Halafu ikimaliza kuna open space, zimepangika hivyo, ziko 7 mbingu 7. Kwa hiyo eneo hili la chini ya mbingu liko kwenye oval shaped kama hivi, kama ilivyo hii ardhi. Kwa hiyo kila unakotembea unaona imeingia hivi, na hizi mbingu ziko 7, ziko katika mfumo huo. Halafu baada ya mbingu 7 kuna eneo tena la wazi, kuna masafa marefu, ndo unakuta kursiyu, kwa mujibu wa nukuu mbalimbali za hadithi. Kursiyu ni kiumbe katika viumbe vya Allah. Ukitoka kwenye mbingu 7 unakuta kursiyu. Kursiyu ni kubwa kuliko hizo mbingu, na ukimaliza eneo hilo la kursiyu, kuanzia chini yake mpaka juu yake kuna open space, ndo unaikuta Arshur Rahmani. Arshi ndo kikubwa kuliko vyote hivyo, yaani ndo kimefunika vyote hivyo. Sasa huko juu mbinguni na yaliyoko huko anayamiliki Allah mwenyewe peke yake, na huku chini nako ardhini anayamiliki yeye mwenyewe peke yake. Halali, hasinzii, hachoki, hakosei. Yasaluhu man fi samawati wal ardi, wanamuhitaji Allah viumbe walioko mbinguni na viumbe waliopo ardhini. Kula yaumin huwa fi shan, siku zote Allah yuko busy. Halali, hachoki, hasinzii, hakosei. Kwa muhtasari mmenifahamu Kwa hiyo Allah ni mkubwa. Vile ukisimama hapa kusali ukisema Allahu Akbar, akbar ni superlative form ya neno kabir. Allah ni mkubwa kuliko vikubwa vyote. Yeye ni mkubwa kuliko hivyo alivyoviumba. Hizo ni kazi zake kafanya. Yeye ni mkubwa zaidi. Uwe na heshima sana ukisimama hapa ukatamka hivyo Allahu Akbar. Unatakiwa uihudhurishe moyoni kwamba hapo unasimama mbele ya mkubwa kuliko vikubwa vyote. Tusome kidogo, na sidhani kama leo tutaimaliza, lakini twende kidogo. Allahu, huyo Allah ni ismu dhati, ndo jina lake analoitwa, kama tulivyonukuu kwenye aya ya 3 ya Suratul An'am. Mbinguni anajulikana yeye Allah, na hapa ardhini anajulikana Allah. Allahu ndio jina lake. Allah Mola Muumba, la ilaha illa huwa, hapana ambaye viumbe wanastahiki kumwabudu ila yeye peke yake. Suala la ibada anapewa Allah tu, anafanyiwa Allah tu. Usimwabudu kiumbe mwenzako, utakuwa ndo unamshirikisha Allah. Yani ukimwabudu, ukipeleka ibada mahala pasipo stahiki, yani wewe umemvunjia heshima Allah. Unafanya hicho kingine unachokiabudu na yeye ni sawa sawa. Kwa hiyo wewe umefanya tu maamuzi, sawa sawa nikipeleka ibada zangu kwa huyu au kwa huyu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, Mola wako kaamua hivyo na si vinginevyo. Suala la ibada msilifanye kwa yoyote ila yeye tu. Wabil walidaini ihsana, wazazi wenu wawili muwafanyie ihsani tu, muwaheshimu, muwatumikie, sio muabudu wazee wenu au wakubwa wengine. Suala la ibada afanyiwe Allah peke yake. Ukilipeleka pengine umeshirikisha, na ushirikina ni dhulma kubwa. Inna shirka la dhulmun adhim. Kufanya Allah ana mwenziwe, yale ya kufanyiwa yeye ukenda ukayafanya pengine, yani wewe umefanya kosa moja baya mno, kubwa sana.
Peke yake Allah ndiye anastahiki ibada, na ibada ni neno pana, huko mbele tutalifafanua kidogo. Unaweza ukafanya kitu wewe ukaona cha kawaida, kumbe ndo unaabudu hapo, na baya zaidi ibada yako ukaipeleka mahala sipo palipostahiki wewe kuipeleka. Allahu Allah, Mola muumba, la ilaha illa huwa, hapana wa kuabudiwa na viumbe wake ila yeye peke yake ndo wa kuabudiwa. Alhayyul qayyum, yeye yuko hai kwa maana ya uhai wa milele na ndiye msimamizi wa mambo yote. Alhayyu, anasema Shekhe, dhul hayatil kamila, Allah ndiye mwenye uhai kamili. Uhai kwa maana ya uhai anao yeye Allah alhayyu, ambaye uhai wake hauathiriwi na kifo wala magonjwa wala kusahau au kuchoka au vinginevyo vitu vyenye udhaifu kama hivyo. Yeye ndo mwenye uhai kamili. Wa maanahu, na maana yake, albaqi daim, Allah yeye ndo ambaye yupo maisha milele, hajulikani mwanzo wake, na nikosa kutafiti hilo, wala mwisho wake. Hana mwanzo hana mwisho, yupo tu. Albaqi daim, yeye ndo mwenye kubaki, ubaki wake ni wa kudumu, anabaki milele. Alladhi la sabila lifana'in alayhi, hakuna namna ambayo yeye tunategemea hiyo itakuwa njia ya yeye kutoweka. Yeye yupo maisha, hatotoweka kamwe. Alqayyum, alqaimu bitadbiri alkhalqi, yeye ndiye anayesimamia kupanga shughuli, mahitaji, nyenendo za viumbe wake wote. Kaumba viumbe mbalimbali na yeye ndiye mwenye kuwahudumia. Tulisoma tulipopitia sura ya kwanza, suratul Fatiha, hasa tuliposoma ile aya Ar-Rahmanur Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allah ndiye mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Au aya yake ya pili tuliosoma, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema anastahiki Allah, Mola mlezi wa walimwengu wote, viumbe wote aliyowaumba hapa ulimwenguni, ikishirikishwa mbingu na ardhi. Kwa hiyo kaumba malaika, ni viumbe ambao wako mbinguni. Yeye ndo anayeuendesha na kusimamia ulimwengu wa malaika, alamul malakut, yeye ndo Rabbu wao. Kuna viumbe majini waliumbwa mwanzo kuliko binadamu, kwa hiyo Allah ndiye Rabbu aljanut. Kwa hiyo alamul janut, ulimwengu wa majini, Allah ndo anadili nao, anajua haja zao, mahitaji yao, anawasimamia. We huyajui yaliyoko kwenye ulimwengu wa majini, lakini Allah anao viumbe wake hao, na wao ndio yeye wanamtegemea. Kuna ulimwengu wa wanyama, alamul hayawanut, ulimwengu wa wanyama, Allah ndo anayewakimu. We ukipewa simba mmoja tu hapo umfuge, umhudumie chakula, huwezi. We una uwezo wa kumpa nyama kila siku simba mmoja? Atakushinda. Kumlisha tu huwezi. Yeye ndo anayeusimamia ulimwengu wa wanyama wote, na wote wakaishi na riziki zao na haki zao, haja zao wakapata. Kuna wadudu tu wadogo wadogo, Allah ndo Rabbu wao pia, anawakimu. Kuna na nyinyi binadamu, alamun nasuti, Allah ndo Rabbu wenu, ndiye anayewakimu, anayewahudumia. Kwa hiyo yeye ndo Rabbul alamin, Bwana mlezi, anayesimamia haja, mahitaji ya viumbe wake wote. La ilaha illa huwa, hapana anayestahiki afanyiwe ibada ila yeye peke yake. Alhayyul qayyum, aliye hai, uhai wa milele,
na ndiye anayesimamia vyote vilivyopo ulimwenguni, mbinguni na ardhini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, asinzii wala halali. Asinzii ule usingizi mdogo, wala halali usingizi wa muda fulani kwamba sasa hivi kalala. Yeye yuko hai, halafu yumacho, halafu hasinzii, hakosei. Kiona mambo yote huko mbinguni na ardhini anaenda perfectly, yeye ndo anasimamia. Wewe lako litakushinda, utachoka, utasahau, utashika gilasi yako mwenyewe itakudondoka ivunjike, utakamata tray ya yai ufanye mistake kudondoke, uyavunje kadhaa, upate baadhi yake. Lakini Allah yeye kazi zake hafanyi makosa. Al-Qayyum ndiye msimamizi wa kila kitu ulimwenguni, mbinguni na ardhini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, asinzii wala halali. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, ni milki yake kwa kuviumba na kuviendesha viumbe vya mbinguni vyote na viumbe vya ardhini vyote, ni viumbe vyake kamiliki, anavisimamia. Man dha alladhi yashfa'u indahu, nani basi anaweza kwenda kufanya uombezi mbele yake? Nani atakayekwenda kuombea mbele ya Allah? Illa biidhnihi, bila ya idhini yake. Kwa hiyo wewe ukosee, alafu uwasimamie na wengine kwenye makosa, uwaamrishe wakosee, afambie ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Kuna watu wanasema hivyo, kama wanasema kwa maneno au lugha ya vitendo, wanawamiliki viumbe wenzao, wakawapangia sera, wakawapangia mambo, wakaambia tumikeni kama tulivyokutumeni, kama ni masuala tunaenda kujibu sisi, we fanya tulichokutuma. Walisema waliopita zamani, na hata sasa watu wako wanaosema hivyo. Ittabi'u sabilana, fateni taratibu zetu, shikeni njia yetu. Kama ni makosa, walnahmil khatayakum, makosa yenu tunabeba sisi, si ndo tulokutumeni ati. Na sisi tena mabojole tunasema hivyo hivyo, haya yari yake, dhambi kama dhambi atabeba mwenyewe. Nani kakwambia? Yeye na wewe ulomfuata mnabeba pamoja. Unaacha kupeleka ibada zako panapostahiki, unaabudu mahala pasipostahiki, au unamwabudu asiyestahiki kuabudiwa. Wewe na yeye mnaenda pamoja, atakakokwenda yeye na wewe utamfuata. Hakuna hiyo kwamba kama dhambi atabeba yeye, hapana, mnabeba pamoja. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhni, nani anaweza kwenda kuombea mbele ya Allah pasi na idhini yake Allah? Hayupo. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah anayajua yaliyopo mbele ya watu wanayoyafanya, na anayajua pia ambayo hawajayafanya bado, yaliyowakabili huko mbele. Allah yote anayajua. Au wameyafanya zamani weshayasahau, Allah hapotezi kumbukumbu, hasahau. Anayajua yote ya nyuma, ya sasa na yajayo. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, watu hawakizunguki kitu kwa elimu yake. Yani watu hawawezi kupata maarifa ya jambo illa bima shaa, ila kwa kiasi atakachotaka Allah. Nataka hili wajue, basi watajua. Wajue mpaka hapa, watajua mpaka hapo, si zaidi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, kiti chake kimeenea mbingu zote na ardhi yote. Mnanifahamu eh? Mukumbuke kwamba kwenye dini, katika hiyo tauhidi, Allah hatakiwi kufananishwa na kitu, kumshape kwamba kakaa kama sisi hivi. Sisi katuumba kwa mfano wake. Kwa hiyo akikaa juu ya kiti, ina maana anao mgongo, anayo makalio,
anaona uso kaelekea upande fulani ndo nyuma yake, upande fulani kuliani kwake. Umeambiwa laisa kamithlihi shay'un, usimshepo Allah ukamkadiria yuko mfano fulani, kosa. Wala usiseme kwamba muda wote huu yeye kakaa juu ya kiti chake, kosa. Sio kwamba yeye ana umbo fulani linamfosi akae juu ya kiti chake, na hicho kiti kiko mahala fulani. Ni makosa kitauhidi kumshepo Allah, kumfananisha na kitu. Kwa hiyo tukitaja kiti ni lugha mashuhuri, ni neno mashuhuri kwenye lugha zote, iwe Kiarabu, Kiingereza, Kiswahili. Anaweza kukaa tu mheshimiwa akasema kiti ndo kimeongea. Si mnamfahamu akisema kiti kimeongea? Yani si maneno yake yeye, dhamana aliyopewa, wadhifa alionao, ndo umemtuma afanye maamuzi hayo. Karuhusiwa kwa dhamana yake, kwa wadhifa wake. Mnanifahamu eh? Kwa hiyo Allah naye ana mamlaka yake kubwa tu, enzi yake, mamlaka yake, usimamizi wake wa mambo. Anasimamia kwenye eneo lote la ulimwengu alioumba, mbinguni na ardhini. Wala yauduhu hifdhuhuma, na hakumchoshi kufanya hiyo kazi ya kuyahifadhi, kuyaendeleza, kuyasimamia mambo ya mbinguni na ardhini. Wewe uko hapa Zanzibar unamuomba, na mwingine yuko Marekani anamuomba Allah, mwingine yuko Latin America anaomba. Anawaelewa wote shida zao kwa wakati mmoja, pamoja na tofauti ya lugha zao tofauti. Yeye ndo kaumba lugha tofauti. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Miongoni mwa ishara za kujua uwezo wake Allah, kama mnataka kumfahamu, angalieni alivyoumba usiku mara mchana. Alafu na nyinyi viumbe mko wengi, mna sura tofauti, mnaongea lugha tofauti, mna rangi tofauti. Kazi hii kafanya mfanyaji mmoja. Hamuoni huyu ana uwezo mkubwa sana? Yani wewe unaweza ukasikia lugha hata huoni ndani, unaona mtu kama anafanya zogo tu hivi, lakini ile ndo lugha yao, wao wanaelewana. Allah ndo kaumba hivyo, kakutofautisheni rangi, kakutofautisheni lugha, kakutofautisheni kila kitu, lakini mfanyaji wa hayo ni mmoja tu, na hakumchoshi kuwasimamia wote viumbe aliowaumba mbinguni na ardhini. Wa huwa al-aliyul azim, na Allah ni mkubwa kwa cheo chake na ni mtukufu kwa hadhi yake. Kama kuna watukufu, yeye ndo mwisho wa utukufu. Kama kuna wakubwa, yeye ndo bosi wao wakubwa wote. Kama kuna wafalme, yeye ndo malikul mulki, mfalme wa wafalme wote. Aliyezimiliki falme zote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yeye ndo wa juu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, Allah ni mmoja katika wenye, Allah ndo mwenye kumiliki elimu. Kwa hiyo kama kuna wenye elimu, hawawezi kumpiku huyu ndo mwenye elimu kuliko wote, Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo Ayatul Kursi. Kwa mujibu wa muda itabidi tuweke hapo, tutakuja kuisoma tafsiri yake kwenye darsa ijayo insha Allah. Leo tumepitia kwa muhtasari, tumetengeneza kidogo msingi. Tutakapokuja kupita kwenye tafsiri tutakuwa tunafahamu zaidi. Allahu la ilaha illa hu, Allah ndiye ambaye hakuna wa kuabudiwa hapa ulimwenguni ila yeye. Al-Hayyul Qayyum, yeye ndo mwenye uhai uliokamilika, msimamizi wa mambo yote ya ulimwenguni. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, hashikwi na lepe la usingizi akasinzia wala halali. Lahu ma fi samawati wa ma fil ardi, ni vyake yeye kaviumba na anavimiliki, vya mbinguni vyote na vya ardhini vyote.
man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhnihi, nani basi atakayeombea mbele ya Allah pasi na idhini yake. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, anajua Allah vilivyoko mbele yao viumbe wake na vilivyoko nyuma yao ambavyo hawajavijua bado. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, na watu hawawezi kukizunguka kitu kwa elimu yake. Hawawezi watu kupata ufahamu wa jambo illa bima shaa, ila kwa kiasi atakachotaka Allah. Akitaka awafahamishe atawafahamisha. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, ufalme wake, enzi yake, usimamizi wake umeenea mbinguni na ardhini. Anavisimamia vya mbinguni na anavisimamia vya ardhini, anaviendesha vya mbinguni na anaviendesha vya ardhini, vyote vinamtegemea yeye. Wala yauduhu hifdhuhuma, na wala hakumchoshi kuhifadhi vilivyomo kwenye maeneo hayo mawili, juu na chini, mbinguni na ardhini. Wa huwa al-aliyyul azim, Allah ni mkubwa kwa hadhi na cheo chake, al-azim, na ni mtukufu kwa dhati yake. Kwa leo tuweke hapo, inshallah tutakuja kuendelea na tafsiri katika darsa ijayo biidhnillahi ta'ala. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.